Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunanyenyekea kwako Mungu liye Mungu wetu, hatuna Mungu mwingine. Wewe ni mtakatifu, nasi ni wenye dhambi. Tunaiomba damu ya Pasaka Bwana itutakase katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo Bwana kwa neema yako umetukusanya. Imeandikwa neno lako haitakurudia bure, bali itatimiza mapenzi yako uliyolituma. Na kusihi Bwana, katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, neno lako lenye kuokoa, neno lako lenye kuhuisha, neno lako lenye kutusimamisha tena Bwana. Naomba Roho wako Mtakatifu anitumie mtumishi wako kwa heshima ya jina lako, katika jina la Yesu Kristo hai. Na waachilia mikononi mwako watoto wako hawa walio mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na kila mwaka ambao kila mmoja yupo katika masomo yake, kozi yake. Mungu naye tuwazia mema. Ninaomba mema ulionayo kwa ajili ya watoto haya Bwana uyatimize katika jina la Yesu. Baraka zako na ziwe juu yetu. Amen. Naomba tuangalie neno la Mungu. Naomba tukae, maana nimeona wengine wanakaa, wengine wanasimama. Neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume, mlango ule wa 13 mstari wa kwanza hadi wa 3, ila mstari wa pili nitaurudia. Matendo ya Mitume mlango ule wa 13 mistari mitatu ya mwanzo. Mstari wa pili nitaurudia. Mahali hapo pameandikwa: na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu. Amba niombe maiki nyingine. Niendelee? Fine. Samani. Na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Niger, na Lukio Mkrene, na mke nani aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Basi hawa walikuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakaacha wakaenda zao. Mstari ule wa pili katika tafasiri ya neno Biblia takatifu wameandika hivi: walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Sauli na Barnaba kwa kazi ile maalum niliyowaitia. Na toleo la NISB imeandikwa, walipokuwa wakimtumikia Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Na Biblia Habari Njema wameandika, walipokuwa wanafanya ibada yao kwa Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, niteurieni Barnaba na Saulo kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Kiswahili kingine ndio hicho tulichosoma na ambacho ni SUV. Wapendwa viongozi ambao mtasimikwa, na wapendwa wanachuo wote, baba mchungaji, jina langu naitwa Lawi Afilile Mwankuga. Kwa neema ya Mungu nina mke
anaitwa mchungaji Suma Andaluisie Mwakilima. Kwa neema ya Mungu tuna watoto wawili. Mtoto wa kwanza anaitwa CPIT Emmanuel Lawi Mwankuga, na mtoto wa pili anaitwa Ipiana Lawi Mwankuga. Na kwa neema ya Mungu wameanza kujitegemea, wanatumika wanapotumika. Na kwa niaba ya wazazi, nami kama mzazi, nitoe shukrani sana kwa baba mchungaji kwa ajili ya malezi ambayo mekusanya watumishi wa Mungu kutoka Zanzibar, Pwani na hapa Dar es Salaam. Wanachuo, kwa niaba ya wazazi katika kusanyiko hili na wale ambao hawapo, tunawashukuru sana kwa ajili ya utumishi huu ambao mpo katika kusanyiko hili la Kikristo. Kama mzazi, kwa niaba ya wazazi, tunawashukuru sana kwa ajili ya maamuzi ambayo mmekuja kusoma, lakini na Mungu hamjamuacha. Kwa niaba ya wazazi tunawashukuru sana, na muendelee kufanya vivyo hivyo. Na kwa niaba ya viongozi wa kanisa pia tunawashukuru, maana nanyi ni viongozi katika madhabahu yake Bwana. Kwa Mungu ambaye mnamtumikia aendelee kuwatunza daima. Asanteni kwa utumishi mzuri ambao mnamtumikia Mungu. Na kama nitafanikiwa kutumia muda vizuri, sijui nitakuwa nimechelewa, sijui nimefanyeje, lakini dakika 20 mpaka nusu saa. Ikitokea si zaidi ya dakika hizo, basi tutamshukuru Mungu. Kama nitazidi, basi mtanisaidia ili nisizidi. Na ingetokea kutamka baraka, ningeliweza kusema Mungu akupe kicheko katika jina la Yesu Kristo. Ingetokea kuendelea kusema, ningeliweza kusema Mungu akufute machozi katika jina la Yesu Kristo. Na kama bado ningeendelea kusema Mungu akuinue juu, akuketishe pamoja na wakuu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu Kristo. Na kwa kumalizia kwa leo, kabla ya kuhubiri, ningeliweza kusema Mungu akulinde na mabaya yote kwa damu ya Pasaka, uingiapo na utokapo, mabaya yote unayoyafahamu na usiyoyafahamu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa damu ya Pasaka, Mungu akulinde na mabaya yote. Amen. Niliposoma nikawa nafikiri kwamba ingetokea kwamba andika kichwa, ungeandikaje? Nikajaribu kuandika namna hii. Yamkini na wewe ungeandika ambavyo ungeandika, lakini mimi nikaandika wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wito kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Nilipoandika hivyo sikufuta, ila nikajaribu kuandika tena. Na nilipoandika mara ya pili nikaandika usikivu na utifu wa sauti ya Mungu. Usikivu na utifu wa sauti ya Mungu. Na kama ni sauti ya Mungu, japo pale imeandikwa Roho Mtakatifu akasema. Kwa hiyo manake usikivu na utifu wa sauti ya Roho Mtakatifu. Na ukiwasikia wengine wakisema Roho Mtakatifu, ama Roho wa Bwana, ama Roho wa Kristo, ama Roho wa uzima. Na habari hii ambayo tumeisoma
na ambapo ni siku viongozi wetu wanasimikwa. Tunamuona Roho Mtakatifu kama mwanzilishi wa missionary, ni mwanzilishi wa kazi yake Mungu, na ili tuyatende mapenzi ya Mungu. Nabarikiwa ninapoona katika ile Warumi 8:14 kwamba wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Maana yake ni wasikivu na ni watifu. Na si hivyo tu, nilibarikiwa siku niliposoma ile Yohana 4:24 kwamba Mungu ni roho, na hao wamwabuduo yeye imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Na habari hii tunayoisoma, tunaona watu wamekusanyika wanafanya ibada. Na watu wamekusanyika wanafanya ibada, wametajwa walivyotajwa. Lakini sauti inasikika ikisema, nitengeeni Barnaba na Sauli. Nitengeeni Barnaba na Sauli. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi ile niliyowaitia. Manake hawa watu walikuwa kwenye maombi. Na alipokuwa kwenye maombi, nani watu wasikivu. Kama sauti itakuwa inapanda juu, mtu aliyeko kwenye vyombo utakuwa una manage sauti. Anaposema nitengeni, na Mungu anatujua kwa majina yetu. Mungu anatujua kwa tabia zetu. Wasomaji wa maandiko ile Isaya 43:1-2-3 anaeleza vile ambavyo huyu aliyemwita na anamwambia usiogope. Lakini neno hilo nibariki, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Unapopita katika mapito unayopita, usiogope, mimi nitakuwa pamoja nawe. Watumishi wa Mungu kutoka vyuo mbalimbali, Zanzibar, Pwani na Dar es Salaam, Mungu ametuita. Na kama Mungu ametuita, na kila mmoja amemuita kwa jina lake. Kilicho nibariki na huyu Sauli ambaye anasema naye yumo, ni Sauli ambaye alilitesa kanisa. Lakini Mungu akiwa na kusudi na mtu, acha kukata tamaa wala acha kumkatia mtu tamaa. Ile Mithali 19:21 imeandikwa, mna hila nyingi mioyoni mwa watu, lakini shauri la Bwana ndilo linaloweza likasimama. Huyu amelitesa kanisa, lakini bado liko shauri la Bwana ambalo bado likasimama katika maisha. Acha kujikatia tamaa wala kumkatia mtu tamaa, bado liko kusudi ambalo Mungu anaweza akalifanya. Na huyu ni Barnaba ambaye kanisa la Yerusalemu limemtuma Antiokia. Na kanisa la Antiokia ni matokeo. Samahani mchungaji, nimepigiliwa misumari hapa ama nazunguka? Niko huru? Okay. Kanisa la Antiokia ni matokeo ya mateso ya kanisa, na mara baada ya kifo cha Stefano aliyepigwa mawe, amefanyiwa roho mbaya, lakini katikati ya waliofanyia roho mbaya akawaombea mema, lakini watu wakatawanyika. Walipotawanyika kutoka maeneo mbalimbali, wakakusanyika hapo Antiokia. Unaposoma hii Matendo ya Mitume 13, ukipata muda ukianzia ile 11, 19 na sura yote, na ukienda na ya 12, 13 na 14, lakini kanisa limeteseka, watu wako utawanyikoni na wamekusanyika. Walipokusanyika na mahali hapo, na ndipo kwa mara ya kwanza wakaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza, na watu wametawanyika. Na ndio maana mida mingine wanasema changamoto mida mingine inaleta fursa. Ni kweli ni mateso yametokea, lakini wanapotawanyika katika hali ya utawanyiko, na ndipo wamekusanyika. Walipokusanyika na hawajamwacha Bwana katika mapito wanayopita nayo, bado wameendelea kusimama, na kama anasimama walivyosimama. Na huyu Barnaba, kanisa la Yerusalemu linamtuma pale Antiokia
ili wakatiwe moyo hawa Kristo wachanga, watumishi wa Mungu, viongozi ambao mnachaguliwa kwa ajili ya mkoa na wilaya. Mungu anawasimamisha kuwatuma maeneo mbalimbali, na kama wamissionari ambao mnatumwa. Na katika habari iliyopo hapa, na Paulo ndo anaonesha kama anaenda safari ya kwanza ya uinjilisti wake wakiwa hapo Antiokia, ndipo utaona vile ambavyo wameanzia pale Seleukia na akapika Kipro, Pafo, Perge ya Pamfilia na ule mji wa Pisidia, Ikonia, Listra na Derbe. Wamepita maeneo hayo wakisema habari za ufalme wa Mungu. Na anaposema kwa kazi niliyowaitia, manake masikio yamesikia na macho yameona. Na akisema kwa kazi ile niliyowaitia, Roho Mtakatifu anasema nao na wao wamesikia. Na kama wamesikia, wanatumwa kwa watu pasipo ubaguzi. Viongozi mnaoingia kazini, Mungu awape neema kutokuwa na ubaguzi katika uongozi mtakaoendelea kufanya. Viongozi mnaoingia kazini, Mungu awape neema pamoja na changamoto mbalimbali ambazo tutakutana nazo. Tusiache maadamu shauri la Bwana tunataka kuliona linatimizwa. Mungu anatumia watu kuchagua watu wafanye kazi ya watu na ya Mungu na mazingira yake. Mungu anatumia watu kuchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu na mazingira yake. Na kama ametutumia sisi watu na amewachagua watu, na mpenda Isaya akasema, ole wangu kwa kuwa mimi ni mwenye midomo michafu na inakaa katikati ya wenye midomo michafu. Amejitambua. Mungu awape neema kujitambua uwezo wenu na udhaifu wenu, kutambua uwezo wa watu mtakaoongoza na udhaifu wao, ili tuweze kuchukuliana. Niwatakie baraka za Bwana, kuchukuliana, kuvumiliana na kupendana, lakini kwamba Mungu anatumia watu kuchagua watu wafanye kazi ya watu na Mungu na mazingira yao. Mungu atusaidie kujali yale ambayo jamii imetupa, kujali mazingira ambayo Mungu ametupa yanatuzunguka. Mungu wa baraka, mnapomtumikia katika madhabahu hii, Mungu aendelee kuisimamisha vema na GPA yako na iendelee kukaa vema, maana imeandikwa, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mungu awaheshimishe mlio viongozi na mtakaoshirikiana wengine. Mungu awaheshimishe. Mungu awajalie neema kila mmoja kusimama kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana kama ametuita, tunahitaji kuwa wasikivu, tunahitaji kuwa waangalifu, ili kwa nguvu ile ya Roho Mtakatifu, hatutendi sisi, anatenda yeye. Na habari hii ukisoma, na hata alipofika mahala fulani akina Paulo na huyu Barnaba, waliweza kusema si kwa ujasiri wa nguvu zao, bali kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, Roho wa uzima, Roho wa Mungu na nguvu zake na ziwe juu yenu kwa ajili yenu na watu mtakaoongoza, na kwa utukufu wa Bwana katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Awafundishe namna ya kuingia na namna ya kutoka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na palipo na nguvu ya Roho wa Bwana, pana amani, pana upendo, pana utuema, pana uaminifu. Mungu atujalie neema tutakavyoendelea kushirikiana na watu hawa ambao Mungu ametuambia, niteulieni, nichagulieni hawa watu kwa kazi niliyowaitia. Wanaongoza miaka mingapi? Ni mwaka mmoja. Mwaka huu mmoja, acheni alama ambayo tutajua kuna watu walikwepo. Mmoja akasema alama ni alama. Tunahitaji alama chanya ambayo mtatusogeza, itatuletea faida. Si alama ya kututawanya, bali alama ya kutukusanya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa nini? Maana Roho wa uzima, Roho mwenye kanisa, aendelee kutusaidia ili tuendelee kumuinua Bwana. Hao wenzetu ambao waliambiwa kwamba nitengeeni kwa kazi ile niliyowaitia, maisha ya ushuhuda
Na ninyi ni mashahidi kwamba matendo yanasema zaidi kuliko maneno. Kwa Mungu atujalieni neema kwa na maisha ya ushuhuda. Kuna kipindi fulani, kuna tangazo moja lilikuwa kwenye chombo fulani cha habari, na ilikuwa mtu akimpigia mshikaji wake simu. Wameongea na hata habari za kuongea zimeisha. Kata wewe. Maanake anaogopa kukata yeye simu alipompigia aliyempigia. Kwa hiyo wamefika tu mahali, kata wewe, sikati, kata wewe, sikati, kata wewe. Kuna kucha. Vinginevyo ni umeme tu, na katika mavocha ya mtu mwingine inaisha. Niwatakie baraka za Mungu katika utumishi kama wengine, katika hali ambayo wanapendana, na hata naogopa kumkatia mwenzake simu mwisho, kata wewe, sikati, basi kata wewe. Kwa nini? Ni katika ule moyo, maana natamani aendelee kuzungumza naye, hata kama hamuoni, aendelee kuzungumza naye. Lakini Roho Mtakatifu atuwezeshe, hata kama hatumuoni, aweke mzigo wa kiu ili shamba lake liweze kufika ng'ambo nyingine. Kama wengine na usingizi unapana, amekunywa na kahawa, kisa tu kata wewe. Lakini ni zaidi sana ya Bwana, itakapotumika Zanzibar, Pwani na Dar es Salaam katika huduma yetu ya vyuo vikuu kwa ajili ya Kristo. Ona shauku ya kutotamani kazi ya Bwana isiishe mpaka tumetimiza shauri la Bwana katika jina la Yesu Kristo anasi hai. Niwatakie baraka za Bwana, niwatakie neema ya Mungu, niwatakie uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu aendelee kuwa msaada wetu, Mungu aendelee kuwa kimbilio letu. Na kama waliomba, hakuna kitu cha pekee na cha nguvu kwa ajili ya maombi. Maombi hayana umbali, maombi hayana ukuta, maombi hayana kizuizi. Kwa watumishi wa Mungu, na maombi hayana kiwango cha namna ya kuomba. Tunayemuomba ndiye anaona kiu ya mtu anayeomba. Kwa Mungu atupe neema kwa watu wa kuomba. Hata ungesoma ile Matendo ya Mitume 12, walipofungwa kwa ajili ya utume walioitiwa, wakaomba, akina Petro wakafunguliwa. Kwa kupitia maombi, Mungu atupe kufanikiwa. Baba mchungaji wetu wa chuo hiki, na Mungu atupe neema kupitia kuomba. Yuko mtu mwingine anasoma anasahau, lakini kupitia kuomba katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, usisahau tena katika jina la Yesu Kristo anaoti hai. Kupitia kuomba, na kama wako wengine wanapata A si za wengine, A ni za kwetu wote. Na kama ziko B+ nazo ni za kwetu, wala si makarai kwamba ni ya kwangu tu mimi mwenyewe. Kile kilichochema kupitia kuomba, na ndio maana imeandikwa katika ile Mithali 3:5-6 kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Kama mapito yamepinda, lakini kupitia kuomba na mkutano wetu huu mkuu, Mungu atupe neema, kila palipopinda panyooke katika jina la Yesu Kristo anati hai. Na kama wako watu waliokufanyia roho mbaya na kukupandisha stress na kukuharibia mudi, kupitia kuomba, ile stress ipate kuondoka katika jina la Yesu Kristo anati hai. Na ndio maana pale mwanzo nikasema, Mungu akupe kicheko, Mungu akufute machozi, Mungu akulinde na mabaya yote katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ufanyike baraka, ufanyike neema, Mungu akuinue, Mungu akutunze, Mungu akufanyie yaliyo mema katika jina la Yesu Kristo anasi hai. Na karibia kumaliza, kuna usemi ambao watu wanasema, usipojua unakokwenda, unaweza kwenda hata usipopaswa kwenda. Usipojua unakokwenda, unaweza kwenda hata usikopaswa kwenda.
Niwatakie baraka za Bwana viongozi na wanachuo wote. Ukijua unakokwenda, utasimamia ndoto yako ya unakokwenda. Lakini wengine wanasema usipozingatia jambo la kufanya, utafanya hata asiyokuhusu kufanya, ili kuwafurahisha watu japo sio wajibu wako. Kwa Mungu atujalie neema, viongozi na watenda kazi wote, tulijue jambo la kufanya, tujue na mipaka ya kufanya, maana tunaufahamu. Roho Mtakatifu awe hekima yetu. Na Mungu atujalie neema, uwezo wako wa kuelewa mambo, uweze kutambua hata mipaka yako ya kutoa maamuzi. Umeelewa mambo mengi sawa, lakini tambua na uwezo wako wa kutoa maamuzi. Kama we ni wa wilaya, ukijua maamuzi yangu yanaishia wilaya, toa kulingana na maamuzi ya kiwilaya. Kama maamuzi yako yanalingana na mkoa, toa maamuzi yako kulingana na mkoa. Haijalishi unajua mengi, lakini jua na mipaka yako ya kujua unachojua. Kama maamuzi yako si ya kitaifa, usifanye mambo ya kitaifa. Unajua mengi sawa, lakini jua na kujua mipaka ya kujua kwako. Ningekuwa na sauti ambayo unaweza kuanzisha wimbo wa Bwana uliyewaita, ningeanzisha hata beti 2, lakini kujitambua naogopa kuanzisha, maana anasema mzee mzima katupeleka kii sio yenyewe. Kwa hiyo yule mwenye neema ya kutusaidia kujitambua pia usichoweza, wa kusaidia wanaoweza. Bwana uliyewaita, beti 2, tusimame. Takatifu wako Mungu wetu Baba, katika jina la Yesu, imeandikwa pasipo wewe hatuwezi jambo lolote, na tunaweza yote kwa kuwezeshwa na wewe. E Bwana, napokwenda kwanza ibada hii ya kuwasimika viongozi wetu, ni watu katikati ya watu, ili wafanye mambo ya watu kwa heshima ya jina lako. E Bwana, niwe Mungu umewaita, umetumia watu na kusihi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, na wao ni wanachuo. E Bwana,
wana kazi za kufanya kama wanachuo wengine. Tunaweka mikononi mwako Bwana tunapokwenda kuanza ibada hii. Neema yako iwe nyingi, hekima yako Bwana uwajalie namna ya kuingia na kutoka vema, katika jina la Yesu Kristo. Baba wa milele, naachilia mikononi mwako watoto wako hawa waliotoka Zanzibar, waliotoka Pwani, waliopo hapa Dar es Salaam, katika jina la Yesu Kristo anasihi. Asante kwa ajili ya wahadhiri wanaowafundisha, asante kwa ajili ya wachungaji wanaowafundisha, asante kwa ajili ya wazazi na walezi Bwana, asante kwa kila bidii ambayo Bwana watumishi wako hawa wanajibidisha. Na watamkia baraka zako, na watamkia neema yako, na watamkia kibali chako Bwana. Wawezeshe, wastawishe, katika jina la Yesu Kristo. Uwainue juu daima, katika jina la Yesu, amen. Makofi mengi mengi, makofi mengi mengi, makofi, 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 makofi.